Okay. Hatimaye tena tukibomba tukiwa sawa zaidi. Hii hapa katika episode ya pili tu. Kwa chuma na kwenda kwa jina Moon Lovers. Hili sound ni ya Falu DJ. Inatoka ZZ Production. Kitengo pale. Wazidi kusonga na mambo kitaalamu zaidi. Kwa Tara Bintibu. Watu wazidi kuenjoy utamu wa picha moja safi zaidi ya kizazi. Nachoka beno. Hizi mambo kuna namna ambavyo tunaziweka tu, maana uwezi ukapata kitu bora pasipo kutana na Falu DJ. Zaidi utakuta vivo chakachuliwa tu. Hebu tuende katika episode ya pili tu ya mzigo bomba sana wa pambo wanakwenda kwa jina la Moon Lovers, na soundi ni ya Falu DJ au unaweza kuita Moon Livia, vyote tu ambavyo unaisita kwa bomba kwa upande wako. Hebu tuanzie hapa baada ya kumaliza episode ya kwanza. Okay, hatimaye sasa tukiwa salama, tukiwa bomba zaidi. Picha ni Moon Lovers na sound ni ya Falu DJ kibabe zaidi. Hebu turudi nyuma kidogo hapa ili kupata muunganiko wa kile ambacho tulishia katika episode ya pili. Basi tunarejea nyuma kidogo, muda mchache kabla kile ambacho kilitokea. Binti alikuwa anatoka, hata hivyo aliweza kumwaga mzee tu. Anasema najua njia yako ya kwenda Paris ni namna kutafuta uhuru wako binti yangu, lakini kwa wakati mwingine matokeo kesho unabadilika na kuwa mtu mwingine zaidi. Anasema baba usiwe na washaka, tarejea nikiwa sawa zaidi. Basi ndio ilikuwa safari ya binti kuelekea sehemu ambayo inafahamika kama jina Paris. Na sasa hapo ndio pale ambapo tulishia, tunaunganisha kibabe zaidi. Anasema unanijuaje mimi? Anasema mimi nakujua kama mtu ambaye ni muuaji. Anasema akili mwanamke kama wewe unawezaje kuwa muuaji? Lakini binti aidai ya kwamba yeye ni mtu ambaye anafanya kazi katika jumba la kifalme kama mhudumu tu. Basi Charlie aliweza kumpatia tu nafasi ya kuweza kushirikiana naye kuatibu wale wote ambao walikuwa wamewazibu. Yaani kwamba Charlie hajui kama binti ni hatari zaidi. Anasema sasa mnaweza mkaenda. Basi Wajuba aliweza kuachiwa tu, lakini binti akiwa anaondoka, mtaalamu alimuona mtu tayari ameweza kuumia katika eneo lake la mkono. Anasema maisha yako ni kitu cha thamani sana. Aliweza kumtibia binti na kuendelea na safari zake. Sasa walikuwa wanaishi polini huko katika eneo moja ambalo alikuwa anaishi na mtu ambaye ni kama mama yake. Lakini shida mama yake alikuwa na shida ya kutokuona zaidi. Anasema safari mbona hujaleta huyo swala ambao unazungumzia, lakini inaonekana kuna matatizo ambayo unaweza kuyatengeneza. Anasema sio hivyo bibi ambavyo unafikiria. Lakini sasa kwa wakati mwingine tajitahidi kuandalia kitu ambacho kitakuwa bora zaidi. Basi Charlie alikuwa anamwandaa yule swala vyema, lakini kuna dogo ambaye alikuja kuleta ujumbe ya kwamba ni wakati wa kumbukizi ya kifo cha babake, hivyo jiandae vyema. Sasa katika eneo la mji, binti anaingia huko, anakutana na skendo. Basi katika eneo la soko uvumi ni mwingi sana ya kile ambacho kinaendelea katika jumba la kifalme, kwamba ni nguvu ya makabila matano ambayo kwa sasa yanazidi control kila kitu. Na hata hivyo mfalme kwa sasa anaonekana ni mtu ambaye ana nguvu yoyote. Basi unaambiwa siku binti alikuwa na mbamba katika jengo la Paris. Sasa mfalme kinachomuumiza kwa wakati huu ni juu ya kumbukumbu ya mke wake. Wanasema ni mfalme wa 25 ambaye alifahamika kwa jina la King Pyongyang. Anasema lakini pamoja na kwamba unaenda huko, lazima nitakupatia mwongozo ambao utakufanya uweze uingie katika sherehe ya kumbukizi, na hapo ndipo utapata nafasi ya kuweza kumuua the king. Anasema mama, nilikuwa nahitaji kufikisha hiki kwenye kumbukumbu ya kitu ambacho dadangu ambapo alikuaga, lakini mama ambaye ni wakambo kwa wakati huo hakuweza kujali juu ya kile ambacho bwana mdogo anaomba. Sasa binti anafika sehemu ambayo inaitwa Pyongyang, yani sehemu ambayo alikuwa anakaa princess. Hapa kuna mama mmoja wa nyuma zaidi. Binti ni kama kuna kumbukumbu inapenya katika fikra yake ya kuweza kumtambua mtu huyu, na ni kama anakumbuka ile eneo vyema zaidi. Lakini sasa kumbukumbu haijakaa sawa zaidi. Basi baada ya kuweka kila kitu sawa kadri alivyotumwa, huyu kijakazi alipata wasiwasi sana. Anasema meweza kumuona yule kijakazi aliyepita hapa. Anasema bwana si hatujamuona.
Lakini binti pia naye akiwa anahitaji kutumia zile dawa ziliweza kumwagika. Lakini pia upande wa pili kwa Charlie huyo. Huyu ni yule bwana mdogo ambaye alikuwa mdogo sana. Anasema baba, pamoja na kwamba unasema dadangu alipotea, lakini mbona hakuna ushahidi wa masalia ya kile ambacho nakisemaga? Mwili wake uko wapi? Basi kulikuwa kuna eneo moja ambalo watu walikuwa wanapiga matizi kwa ajili ya kwenda kutumbuiza siku hiyo, ambao ni siku ya fezea, siku ya kizaza. The King anaenda kwenye kumbukizi ya mke wake. Basi bwana mdogo atambulishwa na babake tu kama ni mtu ambaye atamwekea uangalizi mfalme pamoja na kikosi alichonacho. Lakini sasa mfalme alifurahi sana. Basi burudani ilikuwa inakwenda kuanza live. Binti pia ni miongoni mwa watu ambao wamepenya kama mashaman kwenye kumbukumbu hiki kitu. Chalea kutana ujumbe ambao unasema shaman atakwenda kumshambulia mfalme. Ili mpa mashaka zaidi. Baada ya kuingia eneo moja, kuta kuna binti ambaye ametekwa. Akaanza kumwambia babake lazima tuzoe sherehe kwa sababu kuna hatari. Yule mzee anamwambia tulia wewe. Kuna biashara unajuaga. Basi show ilikuwa inazidi kusonga zaidi. The King alikuwa anapata kumbukumbu ya uchungu zaidi. Anasema yuko wapi Wall kwa jina Wolfgang na kizaazaa cha mke wake kuweza kupoteza maisha. Lakini akiwa hapa ghafla kuna sura anaiona inampa mashaka zaidi. Anasema usimama tafadhali. Sasa akimcheki ubinti ni kama kuna taswira inakuja. Anasema ni wewe. Binti akajua hapa kimenuka. Akakiwasha mzee baba. Sasa anamwambia pakachafuka hapo. Ikizaazaa zaidi, binti anaona mchezo ni kama umeharibika. Akadanki na kucheza mbele zaidi kwenye poli. Hii sasa ni kwamba wajomba hawezi wakamwacha laundi. Wasema lazima waweze kumkamata. Binti sasa akiwa njiani kutana na mauzauza ambaye anamletea shida katika kumbukumbu ya akili yake. Lakini sasa kabla hajadondoka kwenda chini, mtaalamu wa kuita Gal alifika kwa ajili ya kumpatia msaada bibi. Binti alishangaa sana mtu kufika kwa wakati sahihi. Lakini hata hivyo binti aliweza kupigwa na upinde wa kipande cha mshale nyuma ya mgongo wake. Moja kwa moja kwa team leader. Anasema kisheni mnamtafuta huyo kabla watu wa Goglio hawajaweza kumpata zaidi. Anasema tafuta kila sehemu katika msitu. Sasa binti anatafuta na vikosi viwili zaidi. Lakini Charlie alifanikiwa kuweza kumtoa binti katika lile eneo na kumleta katika sehemu ambayo anaishigi na mamake ambaye kwa sasa ni kama kipofu. Basi akiwa anatoka nje alikutana na mama. Kama kawaida mama alinusa mikono tu. Anasema umemleta nani siku ya leo? Anasema sio na wasiwasi. Ni mtu ambaye aliwahi kusaidia maisha yangu. Hivyo sio vibaya hata mimi kwa wakati huu kuweza kumsaidia mtu huyo. Mama alipata mashaka juu ya kile ambacho kijana wake ameweza kufanya. Aliamini kinaweza kaja kuleta hatari kwa baadaye. Basi baada ya muda kidogo binti alikuwa anapata kwa wafadhali. Lakini upande wa The King wengi ni jingi sana. Anaona kama kuna mzimu umemtokea unaohitaji kumwangamiza. Sasa ni kwamba kwa mzee baba kwa wakati huo hali yake sio njema zaidi. Basi Concubine kaliomba kapate nafasi ya kuweza kupumzika na mtue. Mama alisema fanye vile ambavyo unaona vema tu. Lakini sasa upande wa pili kwa binti akiwa amemka majilaya taka kuleta kizaazaa kwa mtaalamu. Mtaalamu anachekaga tu. 너 스스로도 잘 지켜. Anasema wisha nikumbuka mimi ndo ambaye nilikusaidia kwa wakati ule. Lakini pia nimeweza kusaidia maisha yako kwa wakati huo. 좀 봐요. Basi baadaye binti ipata nafasi ya kukaa na mama yake na Charlie. Anasema jina lako ni nani? Anasema mimi naitwa Gajini. Basi bibi ya mama alikuwa na maswali ya kutosha zaidi. Anasema anahitaji kujua namna gani uliweza kutambuana na Dal. Basi binti anasema mtu huyu kuna wakati tuliweza kusaidiana. Hivyo ndio ilikuwa sehemu ya kuweza kutambuana. Mama anasema lakini pindi ambavyo nimeshika mikono ya mtu huyu, mbona haonekani kama ni kijakazi? Sasa mama katika kamata kuku kajikuta anamrukia binti. Kumbuka ni kipofu kwa hiyo na namna ni sawa zaidi. Ili sasa ni watu ambao wanaishi maisha ya furaha sana kati yake yeye na kijana wake. 한땀 지은 거요. Anasema nimekuwekea hiyo nguo unaweza ukavaa na ikakufanya uwe bomba zaidi. Binti sasa alitoka kidogo pembezoni kwa. Marafiki zake wawili ambao walikuwa wanamtafuta skule waliweza kumwona.
wasema lazima utafute nafasi ya kuweza kurejea kwa chifu. Sasa mama akiwa anakagua huko aliweza kuviona vitu ambavyo vilimshtua sana. Anasema hivi vitu mtu anayetumia lazima ni muuaji tu. Hebu naomba uniambie ukweli. Anasema kweli hajalikava, lakini mimi nifanya kwa ajili ya kumsaidia. Sasa kuna kabinti kadogo kanakuja hapa. Kaleta taarifa ya kwamba ameona binti akiwa na watu wengine. Ile imshtua sana mkali. Basi mkali akija upande huu, watu wanasema kutokana na sheria ambazo zipo, kama mtu amefanikiwa kuiona sura yako, lazima tuhakikishe tunachukua maisha yake. Lakini njia ambayo inaweza ikasaidia tusiweze kumwangamiza mtu huyo ni kama utakubali mtu huyo awe ni mtu wako, ili muweze kuwa kama majenga familia. Basi binti akiwa anatupa jiwe, kwa bahati mbaya tu kuta amedondoka kwenye mtego wa mkali. Hata hivyo mkali alimchukua na kumwangalia tu kama hali yake imerejea na kuwa sawa zaidi. Arambe unaokula mbona bado haijaiva? Ungekuwa na subira tu ikae sawa na uweze kuenjoy zaidi. Basi baadaye alimpatia ikiwa imeiva zaidi. Lakini pia binti alihitaji kumuuliza mtu huyo juu ya habari ndogo ya maisha yake. Basi Charlie anasimulia namna ambavyo ilikuwaga. Ni pindi ambapo mzee wake alikamatwaga na Charlie alipata nafasi ya kwenda kumuona. Asema baba, nini ambacho kitatokea juu yangu mimi? Ni nini ambacho naweza nikafanya? Aambia natakiwa uishi maisha mapya, lakini pia jifanye mjinga tu ili uweze kwenda na maisha yako. Basi baadaye mzee alikuwa na namna zaidi aliweza kuhukumiwa kwa sababu alifanya kitu ambacho kilikuwa ni kama treason. Hivyo hukumu yake ilikuwa ni kifo zaidi. Nayo mama aliahidi ya kwamba atamlindaga Charlie. Kumbe mama alikuwa anaona zaidi. Kuaga kipofu. Sasa nini ambacho kilitokea? Basi baadaye mzee baada ya kuuawa, Charlie alitaka kuleta shida zaidi. Lakini mama aliamua kuyatoa macho yake na kusema yeye ataendelea kusalia nao kijana kama mama yake kutokana na kile ambacho kimetokea katika maisha. Lakini pia bwana mdogo akumbuka vitu vingi sana. Mzee anambia mambo mengi ndakuja nikwambie ikiwa mwanajeshi au askari wa kweli. Sasa leo nilimletea binti majani aina mbalimbali. Yaani zote hizi ni dawa ambazo zinatibu vitu tofauti tofauti. Sasa baadaye alirejea na kumfunika mama yake usiku. Anasema nimemwona mtu yule akiwa ni mtu mwema sana. Yaani binti akiwa anavutia sana. Ni kauli ambayo alitoa mama wa mkali. Lakini pia Charlie upande wa pili anajiuliza sana juu ya kile ambacho kimetokea. Anasema nimefanya majukumu yangu. Anasema lakini unatakiwa kisha unamkamata mhalifu na wewe utakufanya kutengenezea nafasi ya kuweza kuaminika katika jumba la kifalme. Basi Charlie anajikuta anaingia katika majukumu mengine zaidi ya kuweza kumkamata huyo Zekila. Sasa upande wa pili kwa babake mlezi na binti huko tayari wajomba wamemfinya vyema. Anasema jini tafadhali sikiliza. Hatujui ni kitu gani ambacho alimwambia binti ambaye anafahamika kwa jina la Jini. Lakini pia binti kwa wakati huu alikuwa anahitaji kuondoka. Mama alihisi kitu kama hiki. Lakini sasa akiwa anatoka katika lile eneo, ghafla rafiki yake ambaye anafahamika kwa jina la Jini alikuja kumwambia kitu ambacho kilimshtua kidogo. Anasema ni mtu ambaye una familia yako. Na hicho ni kitu ambacho ameniambia mzee mzima. Anasema wewe alikulea tu kama binti yake, lakini kuna kitu ambacho kinaitwa Jade necklace. Hiyo ni kumbukumbu ya maisha yako. Itafute hiyo itakufanikisha ufike sehemu ambayo itakuwa sawa zaidi. Lakini mkali pia alikuja na kijizawadi tu kwa ajili ya kumwaga binti. Anasema hii imeitengeneza ikiwa ni simbo ya Suno Tribe. Ni kumbukumbu yangu kwako. Basi na binti alihitaji kumwaga mkali. Mwamba alitabasamu zaidi. Hiyo hapo katika episodi safi ya pili ya mzigo bomba sana ambao unakwenda kwa jina la Moonlivazi. Sound ni ya DJ kutoka GC Production kitengo. Sisi tunazidi kusababisha kizazi zaidi. Sasa hebu tukutane katika episodi ya 3 tu kwenda kuenjoy maunyama mengi zaidi. Mimi sina vitu vingi sana kwa siku ya leo. Let's say kamsamida. Cha msingi kisha unazidi kulike, comment, kushare, kusubscribe. Ni mambo hizi kufika pale ambapo tunahitaji ifike. Wow. Ciao.